Bwana, mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakifahamu ni kitu gani ambacho wanapaswa kuweza kukifanya kwenye dunia ya digitali ni pamoja na afisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Shaban Kamwe, kutokana na namna ambavyo amekuwa akiwasilisha hoja zake, lakini pia kwa namna ambavyo amekuwa akipangua mashuti ambayo yamekuwa yakielekezwa kwa upande wa wananchi, hata kama sio kwa 100%, lakini ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakijua namna ya kutengeneza propaganda, lakini pia namna ya kuweza kuzipangua zile ambazo zimekuwa zikihusisha klabu yake ya Yanga. Jasusi, kama unalifahamu au kama umewahi kusikia kitu ambacho kinaitwa jasusi, basi utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao unafahamu uwezo mkubwa wa Ali Shaban Kamwe kwenye promotion, lakini pia kwenye kuhakikisha pia mambo mbalimbali kwa upande wa klabu ya Yanga yanatamkwa au yanahubiriwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari, lakini pia yanafanikiwa kuweza kukaa na kukita kwenye masikio ya watu wengi, hasa wapenzi wa klabu yao ya Yanga. Sasa leo kwenye mapokezi ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ambacho jana kiliweza kutoa sare dhidi ya JS Kabylie, mapokezi yamekuwa ya aina yake, lakini kuna moja kati ya jambo ambalo ni la kuhuzunisha kwa kiasi chake, lakini pia ni jambo ambalo linaonyesha ni kwa namna gani ambavyo Yanga wamekuwa wakifahamu namna nzuri ya kuweza kucheza na siasa ya mitandao ya kijamii. Leo wakati Djigui Diarra anatua kunako airport, tumeweza kumshuhudia mmoja kati ya viongozi wa Yanga ambaye ni Engineer Hersi Said akiweza kumpokea, na ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa kwenye safari moja, kwa wote walikuwa Algeria kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie. Sasa kwenye mapokezi, Djigui Diarra ambaye alifanya vizuri sana kwenye mchezo wa jana ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanasumbuliwa na jeraha la enka, na kusumbuliwa kwake kwa jeraha la enka kumefahamishwa au kumeelezwa na afisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Shaban Kamwe baada ya kuweza kuposti video ambayo inamuonesha rais wa Yanga akimpokea begi Djigui Diarra baada ya kuweza kuonekana akiwa anachechemea. Sasa Ali Shaban Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti video hiyo na kuandika hivi: "We love you Djigui Diarra. Nimefurahi sana leo mchana wakati tukiwasili airport hapa Algiers, rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said akimpokea begi mchezaji wake Djigui Diarra aliyekuwa akitembea kwa kuchechemea. Ndiyo, Diarra jana alipata jeraha la enka kipindi cha kwanza akiwa dressing room. Wakati wa mapumziko mguu ulianza kuvimba, kwa kila mmoja aliamini asingeweza kuendelea. Tayari kocha wa makipa alishatoka uwanjani na msheri kwa ajili ya warm up ili sabu yake ifanyike. Lakini katika hali isiyotarajiwa na wengi, Djigui Diarra aliwaomba madaktari kupambana na mguu wake kupunguza uvimbe, na kisha akapigwa bandage ya kutosha kwamba na mwamba akavaa kiatu na kumwambia kocha naweza kurudi uwanjani. Maumivu ni makali mguuni, lakini Djigui Diarra alitaka kurudi uwanjani kuipambania nembo ya Young Africans Sports Club. Hakuna aliamini. Djigui Diarra akarudi uwanjani na kufanya save kali za mchezo akiwa na maumivu makali sana mguuni. What a Warriors! Huyu ni zaidi ya mpambanaji, ni zaidi ya mwanachama, ni zaidi ya binadamu wa kawaida anapokuwa na jezi ya Yanga uwanjani. Diarra anapenda Yanga, yuko tayari kwa lolote. Top professional. Tunakupenda sana Djigui Diarra." Huu ndio ujumbe ambao ameweza kuandika Ali Shaban Kamwe kuhusiana na Djigui Diarra. Na kama unakumbuka, kuna wakati Djigui Diarra aliweza kutoa mpaka gloves zake na akavua na kiatu, akawa anamuelekeza daktari kwamba amzungushie bandage kisha aweze kuvaa viatu, na tulimuona akiendelea kucheza. Zilipita dakika sio nyingi, alivua mpaka gloves kama unakumbuka, na kuweza kuonyesha kwamba fanyeni hivi ili mambo yawe vizuri na kuendelea na mchezo. Hii ni aina fulani vya watu ambao wanajua thamani ya kile ambacho anakipambania, na ni moja kati ya watu ambao waliokoa Yanga mno kwenye mchezo wa jana. Na hata nikikupitisha kwenye takwimu ambazo zimeweza kufanyika kwa upande wa mchezo wa jana, ngoja nikuonyeshe kwa upande wa saves ambazo alizifanya bwana Djigui Diarra, uone kwamba huyu jamaa sio kwamba alikuwa mtu wa kawaida. Dakika 90 total saves, alifanya saves 6, recoveries 11, save inside the box zilikuwa 5, accurate passes 23. Mwamba yani save 6, recovery yani ule mpira unapigwa na rudi afu mwamba unaocheza 11, saves kutoka ndani ya box 5.
Bwana ni mmoja kati ya watu ambao wameisaidia mno Yanga. Yaani kuna save ambayo ile save ya Babakar Sar. Nadhani ilikuwa ni moja kati ya save noma kabisa, na ilikuwa tayari ishawaacha mabeki na kila mtu akitegemea kuweza kuona chuma kikikwama nyavuni, lakini ndio hivyo ameweza kufanikiwa kuisaidia Yanga na tumeweza kushuhudia moja kati ya kitu kikubwa mno kikifanyika na rais wa Yanga. Thamani ambayo imetengenezwa na moyo ambao umetengenezwa kwa wananchi si wa kitoto, ni katika kuonyesha kwamba wao wanafahamu kitu gani wanakifanya na ni umoja ndio ambao utaweza kuwasogeza mbele. Bwana mimi nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe na kugusa alama kengele, uwe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time.